Katika kipindi chako cha Karakana, kipindi ambacho kinakukutanisha na wafanyabiashara, watu ambao wamefanya vitu vinaonekana. Na leo tuko Mbezi kwa Zena. Tuko na mwenzetu, tuko na mfanyabiashara. Atajieleza yeye ni nani na atatuambia amefikaje mahali hapa na amefikaje mpaka kuja kuanzisha biashara yake kubwa namna hii. Na anajiita Shamba. Kwa hiyo tutapata mengi kutoka kwake. Karibuni sana, tuungane naye tuweze kusikiza machache kama sio mengi ambayo ametuandalia katika kipindi cha leo. Karibu. Habari dada? Salama, habari ya kazi? Nzuri, mambo? Poa, karibu. Asante. Kwa watazamaji wetu ambao hawakufahamu, wangependa kukufahamu wewe zaidi kwa majina, japo kwa uchache tu. Karibu. Okay, kwa majina naitwa Lusungu Idi Hassan. Mimi ni mjasiriamali na ni mwanzilishi wa Shamba Food Product na ni msimamizi pia wa Shamba Food Product. Okay, karibu. Na tunafurahi sana kusikia maneno kutoka kwako kwamba wewe ndio mwanzilishi, binti kabisa, dada kama sio mama utatuambia. Tunafurahi kusikia kutoka kwako. Hebu tuambie kwa watu ambao wasiokufahamu, ulifikaje hapa? Kabla ya hapa ulifikaje? Na kipi kilikusukuma wewe kuweza kuanza hii biashara? Well, mimi sikufika tu moja kwa moja, lakini nilianza kujitafuta way back kwa sababu nilikuwa mwajiriwa. Sikuanza moja kwa moja kuingia kwenye ujasiriamali. Ulikuwa mwajiriwa wapi? Mimi nilikuwa nimeajiriwa benki ya CRDB. Nilikuwa ni banker. Nilifanya kazi almost miaka mitatu na nusu. Nikatoka hapo nikaingia mtaani. Nilivyotoka benki, ajira yangu ya kwanza nilikuwa na saluni, nilikuwa ni kinyozi mimi. Nilikuwa nanyoa watu, nikawa natafuta tenda katika mashule. Nilianzisha kitu kwa kinaitwa Schools Barber Shop. Nilikuwa nanyoa wanafunzi mashuleni, nilikuwa naenda naomba tenda. Weekend, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili nilikuwa naenda kunyoa watoto mashuleni, lakini pia nilikuwa na saloni. Nikatoka katika hiyo nikaingia katika biashara ya chakula. Sorry, kabla ya kuingia kwenye biashara ya chakula, umesema biashara ya saluni. Tushazoea mara nyingi biashara ya saluni ni ya wababa, kunyoa ni wababa, na tunajua mara nyingi njia za kujifunza ufundi kinyozi ni zina changamoto zake. Hebu tueleze kipi kilikufanya wewe uweze kuingia kwenye swala la unyozi la shule? Mimi ni mashule kwa watoto, lakini ni ulijifunzia wapi na ili kuchukua muda gani kuweza kujua kunyoa? Okay. Mimi nilikuwa niko katika kuangalia fursa. Kama nilivyokuambia kwamba nilikuwa nimeajiriwa, nikasema nataka niende mtaani. Kitu gani nitafanya mtaani? Kwa hiyo nilikuwa katika kutafuta fursa, kitu gani naweza nikafanya. Kwa hiyo nilijifunza tu, nilikuwa nikienda nikiona mtu ananyoa, nilikuwa napenda that time. Nikiona mtu anavonyoa na mimi nikawa najifunza, nikajua. Kwa hiyo nikafungua ofisi, ndo nikaanza sasa kwenda mashuleni kunyoa, na baadaye nilikuwa nina tenda nyingi sana. Yaani ilikuwa ikifika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mimi niko busy na nyoa wanafunzi mashuleni, nikirudi nyumbani niko hoi, nimechoka. Na sasa je, unasema kwamba ulikuwa uko busy unanyoa, na ulinyoa kwa muda gani? Almost nilifanya hicho kitu kama mwaka mmoja hivi mtaani. Nilifanya hicho kitu ndani ya mwaka mmoja. Baada ya hapo sasa ndo nikahamia kwenye mambo ya majiko. Baadaye nilikuwa nanyoa, lakini pia nilikuwa na majiko ya nyama choma. Kwa hiyo unakuta siku za kawaida niko busy kwenye majiko, ikifika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na nyanyua vijana wangu tunaenda mashuleni kwenda kunyoa wanafunzi. Wow, that was fantastic. Na je, paka sasa bado inaendelea au ndo uliacha? Kama uliacha, ni kipi kilikufanya uache, na kama inaendelea ina hali gani sasa kazi yako ya saluni in terms of wateja? Labda una wateja wangapi na unawahudumia mpaka sasa, au kama imekufa? Hebu pia sio vibaya, kwa sababu katika kufa kwenye biashara fulani kuna kujifunza. Au umeweka pause, utatuambia. Karibu tupate picha kidogo kuhusiana hilo. Okay, asante. Siwezi kusema kwamba ilikufa moja kwa moja, lakini nilisimamisha. Unajua at that time nilikuwa na hizo biashara mbili kama nilivyokuambia. Nilikuwa naenda kunyoa wanafunzi, nilikuwa nina saluni ilikuwa pale Bunju, na pia nilikuwa na majiko ya nyama. Sasa unakuta kujigawa. Wakati mwingine unaweza ukaambia kwamba vijana nendeni mkanyoe labda St Mary's.
wale watoto wanasema sisi tunataka je tunyolewe na aunti. Kwa hiyo unakuta saluni nasubiriwa, mashuleni nasubiriwa, wateja wangu pia wa chakula wananisubiri. Kwa hiyo nikashindwa kujigawa katika hizo sehemu zote tatu. Kwa hiyo nikasema okay, nimeshafanya hichi kitu na kuachia watu. Najua kumwachia mtu kitu chako hawezi kufanya kama vile ambavyo ungeweza kufanya. Kwa hiyo nikasema hebu ngoja kwanza nisimame katika hichi, nihamie katika upande wa majiko. Kwa hiyo nilisimama nikaja katika upande wa majiko. Okay, safi. Na mpenzi mtazamaji wa Niako TV, nafahamu ndio kutufuatilia na najua kabisa kwamba kuna mambo mengi ambayo unajifunza na unaelewa kwamba unajua kazi ya kinyozi ni na changamoto zake, lakini binti au mama hapa ameweza kuifanya kwa umahiri na anasema ameipose. Kwa hiyo tunaamini kwamba bado ipo kwenye matazamio, ipo kwenye pipeline, sio? Yeah. Okay. Na lini tunategemea hiyo biashara itakuja tena? Currently nimefocus sana katika nafaka. Nafikiri hicho kitakuja kuwa kitu cha baadaye, si kwa sasa. Na ni kweli ni kila kitu ni mipango na huwezi ukabeba vitu vyote. Wazungu wanasema you have to focus, sio? Kwamba una focus kwenye kitu kimoja, unakifanya, then kama kingine kikilipa unaenda kwenye kingine. Kwa hiyo tunashukuru kwa somo hilo na tungependa kufahamu, tunajua hizo biashara mbili ambazo umezisema, mimi 3, chakula, kinyozi na ile ajira. Tungependa kujua, tunafahamu kila hatua unayoipita unapata mafundisho, unapata mafunzo. Hebu tuanzie kwenye ajira. Najua watu wengi wanatamani, ukisikia neno benki ya CRDB mtu anaacha kazi, haelewi. Hebu tuambie ulijifunza nini kutoka kwenye benki ya CRDB wakati unafanya kama mfanyakazi, ukaja kwenye biashara ya saluni ukafanya, ulijifunza kitu gani? Ukatoka kwenye saluni ukaenda kwenye chakula, ulijifunza nini ambao najua kupitia mafunzo hayo ulibuka na biashara nyingine? Karibu tufafanulie kidogo. Okay, asante. Kitu ambacho naweza nikakishuhudia katika ajira yangu ya benki, kwanza nilijifunza kuwa na the best customer service. Yani kule benki tulifundishwa kuwa na the best customer service. Hata kama umeamka nyumbani, umekuja na moods yako ya nyumbani, unatakiwa uiache uje udili na mteja. Kwa hiyo kitu ambacho nilijifunza katika ajira ni kumhudumia mteja katika level ya juu sana. Yani haijalishi mteja amekuja na amount yake ndogo anataka afanyie transaction, wewe mhudumie. Haijalishi mteja amekuja ni wa premium anataka kufanya transaction ambayo ni kubwa, mhudumie katika level ambayo ni moja. Kwa hiyo kitu ambacho nilijifunza benki na ndo ambacho naishi nacho katika maisha yangu ya kujiajiri mimi mwenyewe ni katika customer service. Yani hata ukija ofisini kwangu hapo ukija kununua unga wa lishe wa shilingi 5,000, ukaja kununua kuku 5, nitakupa huduma ya mtu anayenunua kuku 5 na nitakupa huduma hiyo ya mtu ambaye atakuja kununua kitu kimoja. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza na naishi nacho mpaka leo ni kutoa huduma ambayo ni bora. Yes. Na nashukuru sana. Hilo ni kwenye upande wa bank. Tunafahamu huduma ni kitu ambacho kinasaidia wateja kuweza kurudi kuja kufanya repurchasing na vitu kama hivyo. Hiyo ni kwenye upande wa ajira. Kuna upande wa biashara nyingine ambayo ni ya kunyoa watoto mashuleni. Ni nini funzo lipi ambalo ulilojifunza au ambacho unaweza ukashare na watu pia akapata funzo? Unajua kutoka kukaa kwenye EC na kuja kuingia mitahani, cha kwanza ambacho nimejifunza ni roho ya uthubutu. Ni roho ya uthubutu kwa sababu mtu anakuambia yaani umetoka kupaka lipstick, kutoka kunukia uko vizuri, umeingia mtaani umebeba begi lako huko na mashine ya kunyoa, unaenda huku unaingia huku. Cha kwanza mimi nimejifunza roho ya uthubutu. Yani roho ya uthubutu nilichojifunza cha kwanza, lakini pia cha pili nimejifunza kwamba kila kitu kinawezekanika. Yani kama unataka kuwa mtu fulani mkubwa inawezekanika, lakini tu inaanza kuwa na roho ya uthubutu kwanza ambayo iko ndani yako. Roho ya uthubutu na kutokuridhika kwamba siridhiki na hapa nipo. Kama nilivyokuambia kwamba nilitoka katika ajira, nikaingia katika kunyoa, nikaingia katika upishi, sasa hivi nipo katika nafaka. Yani ni ile hali ya kutokuridhika na hapo ulipokuwepo.